Kumuona Bwana ni vile vile. Katika maisha yetu tunamuona Bwana, katika kazi zetu tunamuona Bwana, lakini nikwambie, katika hali hiyo ya utakatifu ndipo tutakapomuona Bwana siku ile akija mawinguni. Ndivyo watu watakavyonyakuliwa katika hali ya utakatifu hiyo hiyo, na hapo ni kuweka bidii wapendwa. Sio rahisi. Kisikia Biblia inasema kwa bidii, maana yake ni kwa bidii kweli, si ndio? Sio jambo jepesi. Sio jambo jepesi kusamehe, sio jambo jepesi kumwishia Mungu, lakini kwa bidii, kwa bidii, kwa bidii, bila shaka na kwa kusaidiwa na Roho Mtakatifu inawezekana. Tafuteni kwa bidii. Hiyo ni Ebrania 12:14. Maisha matakatifu, na haya pia yanaletwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunapokubali kuwa chini ya uongozi wake, ndipo sasa ile Wagalatia anasema kuna tunda la Roho linachipuka ndani yetu. Kuna upendo unachipuka ndani yetu. Kuna furaha inachipuka ndani yako. Kuna amani inachipuka ndani yako. Unaanza kumwishia Kristo, unaendelea kumwishia Kristo, unakuwa mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu umeruhusu mchakato. Kwa hiyo kuishi maisha matakatifu inaambatana na tumikia huduma zetu. Waimbaji kuendelea kumtumikia Mungu, wainjilisti kuendelea kuhubiri, mashemasi kuendelea kutumika, kila mtu kuendelea kutumika katika nafasi yake. Kwa nini? Kuna uhusiano kati ya kumtumikia Mungu na Mungu kuhusika na maisha yako. Kuna uhusiano mkubwa wa wewe kuendelea kuwa mwaminifu katika ile huduma, kutimiza ile huduma iliyoko ndani yako. Paulo ni mahusia yake makubwa kwa Timotheo: kuwa mwaminifu. Mchungaji, kuwa mwaminifu katika huduma yako. Mwinjilisti, kuwa mwaminifu katika huduma yako. Yeyote katika nafasi yake kutumia ile talanta aliyopewa na Mungu kutimiza ile huduma. Usichoke ndugu yangu mpendwa. Yesu anarudi, na mojawapo ya jambo ambalo Yesu akirudi na watakatifu wakinyakuliwa, lingine litakalofanyika huko sasa ni kwamba Yesu atakwenda kufuta machozi. Yesu atakwenda kuwapa ujira. Wapo watu watatukuzwa huko mbinguni. Kwa hiyo harudi tu mikono mitupu, hapana. Yesu anasema katika Ufunuo, naja upesi kumlipa kila mtu ujira, kumlipa kila mtu kazi yake, kumlipa kila mtu matendo yake. Kwa hiyo anakuja na ujira.